Tumesoma Yohana 1:12 ambaye anasema nao waliompokea bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio waliamini jina lake. Sijui kama ulishawahi kulitafakari hili neno. Kuna neno la msingi la muhimu hapo linatokea, ambalo ndilo linampa mtu sifa ya kuwa Mkristo. Anasema nao waliompokea. Sentensi inayofuata ndio kigezo cha kufanya wewe kuwa Mkristo. Nasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uwezo wa kufanyika. Hiyo lugha, aliwapa uwezo. Huo uwezo ndiyo kutiwa mafuta. Haitoshi kumkiri Yesu kama walivyofanya wanafunzi. Tumesoma habari ndefu ya. Haitoshi kujitambulisha kwamba mimi nimemwamini Yesu, mimi nimempokea Yesu. Anasema bali wote waliompokea, wote, sisi wote waliompokea, wote waliompokea wanatakiwa wapewe uwezo, kupewa uwezo. Kwa sisi ambao tuna Yesu ametununua ili tuwe wafalme na makuhani, ambao tuna miliki juu ya nchi kama maandiko yanavyosema, tunatakiwa kupata uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wengi wanampokea Yesu lakini hawapokei uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wanafunzi hawa ambao walianza na Yesu, walimwamini Yesu na walisema hata wengine wakikukimbia sisi hatutakuacha. Lakini tunaona Yesu wakati anakamatwa, wao ndio walikuwa wa kwanza kumwacha. Shida ilikuwa wapi? Hawakuwa wamepokea uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa kumwamini Yesu na kuokoka bila kupokea uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, siku ukiingia majaribuni utamkimbia Yesu, kama alivyofanya Petro, Yakobo na Yohana waliokuwa naye kule mlimani kuomba. Na sio kwamba humjui Yesu uliyempokea, wala hujui maana ya kumwamini Yesu na kuokoka. Shida ni kutiwa mafuta, kupokea uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Ndio maana mtu anapokuwa ameokoka, ili awe Mkristo halisi, lazima atiwe mafuta. Yani na tunaposema mafuta, na nena habari za Roho Mtakatifu. Ili uwe Mkristo halisi, lazima upokee uwezo, ujazwe Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, kuna siku utamkimbia Yesu. Na yamkini mara nyingi unamkimbia Yesu.